Karibu tena katika channel yangu Vini Pro Media. Katika video hii nitakuonyesha tricks ambazo mimi binafsi huwa nazitumia katika kuweza kufanya selection na kuweza kuremove background katika picha ambazo nataka nizifanyie editing ndani ya Adobe Photoshop. Na hili limekuwa ni tatizo la beginners wengi, lakini pia hata wale ambao wamekwisha kuanza kujifunza imekuwa ikiwasumbua kidogo. So katika video hii nitakuonyesha namna ya kuweza kutatua hilo tatizo. Na nitaelezea katika makundi mawili. Kundi la kwanza nitahusisha matumizi ya tools, lakini pia kundi la pili nitahusisha features ambazo zinapatikana ndani ya Adobe Photoshop kuweza kufanya hiyo kazi. So nitaanza na kundi la kwanza la kutumia tools. Ziko tools hapa za aina 3 ambazo nitakuonyesha, ambazo mimi binafsi wanazitumia kuweza kuremove background. Tool ya kwanza inaitwa hii tool inaitwa Magnetic Lasso Tool, lakini pia tool ya pili ni hii tool inaitwa Quick Selection Tool, lakini pia tool ya tatu inaitwa hii Magnetic Laser Tool. Labda na picha zangu kama hizi, labda kwa mfano na hii barcode ya aina hii, lakini pia nina picha kama hii, lakini pia na barcode kama hii. Nikianza na picha kama hii, nitaanza na matumizi ya tools hizi 3 ambazo nimekuonyesha hapa. Tool ya kwanza nitakayoanza nayo ni hii Magnetic Lasso Tool. Hii Magnetic Lasso Tool inaweza kukusaidia kuweza kufanya selection ya subject yako kama huyu, na ikakusaidia wewe kuweza kuremove background vizuri. Kwa mfano nika click hapa. Tabia ya hii tool inafanya kazi kama sumaku. So ukiwa unachezesha mouse kama hivi, yani unavuta kama hivi, unaweza kuona kwamba inaweza kuweka alama hivyo. Kwa utaweka alama kwa makini kama hivi. Yep, utaweka kama hivi. Utapitisha na hapa chini vizuri kama hivi. Yep. Hapo namna hivi. Namna hivi. Namna hivi. So baada ya kujiridhisha kwamba tayari umekwisha kuselect vizuri, unaweza ukaziunganisha kama hivi. Na ukishaziunganisha tayari inakuwa imesha select kama hivi. So unaweza ukaremove kama hivi, labda ukaweka hapa na mtu wako akaonekana kwamba umemselect vizuri kama hivi, kama anaweza kuonekana hapa. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya kuweza kutumia tool ambayo inaitwa Magnetic Lasso Tool. Lakini njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia ni hii tool hapa inaitwa Quick Selection Tool. Hii Quick Selection Tool unaweza kachora tu hivi. Hapo unavuta tu kama hivyo. Inaitwa quick, kwa inafanya kazi kwa haraka sana kama hivi. Kwa hapo ndani ya muda mfupi sana nimekwisha kuselect subject yote kama hivi. Kama unaweza kuona hapa, kisha na zoom unaweza kuangalia sehemu ambazo haja select vizuri na ukaziselect. So kama hivyo na tayari nimekwisha kuselect tayari. Kwa hiyo hivyo unaweza kuhamisha hapo ukaiweka kama hivi. Nadhani unaweza kuona hapo. Hiyo ni tool ya pili ambayo unaweza kufanya selection. Lakini ukiwa hapo tool ya tatu ambayo nimekuambia hapo ni hii Magnetic Laser Tool. Nikiclick hivi, single click, unaweza kuona kwamba ina remove background, lakini shida moja ambayo imetokea hapa ni kwamba imeondoka na eneo la huyu mtu hivi. Kwa hiyo hii haijatufaa katika kuweza kuremove au kuselect subject yetu. Kwa hiyo unaweza kutumia hizo selection tool mbili, labda hii Magnetic Lasso Tool na hii nyingine Quick Selection Tool kwenye tools, kwa sababu hii magnetic hapa imeshindwa kuremove. Kwenye upande wa tools, kwenye hii picha hapa nimemaliza.
Na mia kati ya kipengele cha pili ambayo nimesema ni kwa kutumia features ambazo zipo ndani ya Adobe Photoshop. Features hizo nitakuonyesha feature mbili hapa. Kuna hii ya kwanza hapa inaitwa select subject. Ukisema select subject ita process kama hivi. Yani itakuwa ina analyze subject yako. Kama hivi unaweza kuona hapa tayari yamekwisha ku be analyzed na amesha be selected kama hivi. Unaweza kuona kwamba unaweza ukaihamisha ukaiweka popote pale ambapo unataka uifanyie kazi. Lakini feature ya pili ni kwa kuremove background automatic. Yani inamaanisha ukija hapa palipoandikwa background kuna hiki kufuli click hivi maana yake una unlock. Ukisha unlock unakuja hapa kwenye properties una scroll chini kama hivi. Utakutana na yale maandiko quick actions. Sometimes unaweza kukuta kwamba limefunga kama hivi. Quick actions. Kwa utafungua hapa na ukishafungua kuna hizi option, kuna remove background lakini pia kuna select subject. Kwa nimesema una remove background automatic. Kwa utabonyeza hapa remove background. Kwa ita process kama hivyo inavyo process hapo. Utaipatia muda kidogo. So unaweza kuona tayari imekwisha ku remove background kama hivi na subject yako imebaki kama hivi. Hiyo ni njia ya pili ambayo unaweza kutumia kuweza ku remove background. Kwa hiyo unaweza kutumia tools au kutumia hizi options ambazo nimekupatia hapa. Ya kuweza kuselect lakini pia ku remove background directly kwenye picha kama hizi. Lakini beginners wengi imekuwa ikiwashinda hii ya mtu labda anakutana labda anataka atumie background labda kuweza kupresent kazi fulani, labda anatengeneza label, akutana na background labda alidownload mtandaoni so anataka aipresent pale. So kitu ambacho kinakuwa kigumu ni kwamba anashindwa ku remove au huyo mtu anashindwa ku remove background kwenye hizi barcodes kama unaweza kuona hapa. Ya kiuhalisia kwamba ni kazi ngumu lakini Photoshop imerahisisha sana na jinsi walivyoitengeneza inakupatia options nyingi za kuweza kutumia kuweza ku remove background. Kwa njia ya kwanza nimesema nitakuwa nikielezea tools lakini pia njia ya pili ni wa kutumia options au features ambazo zipo ndani ya Adobe Photoshop. Kwa kwenye tools nikisema nitumie hii magnetic lasso tool au hii quick selection tool, kitakacho kuja kuonekana hapo ni kwamba nita select kama hivi. Yep, imesha select ni vizuri lakini tatizo ambalo limejitokeza hapo ni kwamba ime select sawa lakini kuna weupe ambao imewachia. Nikizoom unaweza kuona hapo. Kwa inakuwa ni changamoto, mtu anashindwa kuweza ku remove hicho kitu. So unaweza vipi kufix hili tatizo? Kwa ile tool ambayo ilikataa mara ya kwanza kwenye ile picha yetu ambayo inaitwa magnetic lasso tool, hapa inaweza ikafanya kazi. Kwa mfano nika click hivi mara moja. So unaweza kuona kwamba tayari imekwisha ku remove background kama hivi. Kule iligoma lakini huku imekubali. Kwa ukishaweza kuzielewa hizi trick haitakusumbua. Kwa wewe akilini mwako utakuwa tunafikiria okay, tool hii imegoma basi natumia njia nyingine. Na ukaweza kuwa professional kabisa. Yep, kwa hiyo ni hiyo magic eraser tool imefanya kazi hapo. Lakini kuna njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia hapa kuweza ku remove background. Kama hii magic pia ikigoma unaweza kutumia njia nyingine. Njia hiyo unaweza ukaja hapa palipoandikwa channel ukabonyeza hapo. Na baada ya kubonyeza hapo zitafunguka vitu kama hivi. Na hii ya mwisho iliyoandikwa blue hapa utaibeba utakuja hapa kwenye icon afu utaiachia. Kwa utakuwa umezalisha copy ya pili ndio maana imeandikwa blue copy. So baada ya kumaliza hapo utakuja hapa palipoandikwa image. Utabonyeza hapo then utakuja hapa palipoandikwa adjustment. Uta-click utasema adjustment levels. Kwa ukibonyeza hapo itafunguka panel kama hii inaitwa input levels. Kwa ukianza ku adjust hapa ka adjust hivi kidogo. So unaweza kuona ukatia tick. Hapa kuna namba zinakuwa zinatembea kama unaweza kuona hapa. Ukipiga okay itakuwa kama hivi. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye chiki icon uta-click. Kwa ukisha click hivi
unaweza kuona kwamba imesha select, lakini imeselect mpaka na sehemu hii ya nje. So kuweza kuzuia hilo tatizo, unakuja hapo kwenye selection, unasema inverse. Kwa unaweza kuona kwamba imeselect eneo tu hili la barcode. Then ukarudi hapa kwenye layers, ukasema add layer mask. Kwa ukisha add tayari unaweza kuona kwamba imekwisha kuselect kwa njia nyepesi kabisa kama hivyo, na ukaweza kuitumia barcode yako sehemu yote ile ambayo unahitaji wewe ukaitumia. Kwa hiyo ni option ya pili kuweza kutumia feature ambazo zimo ndani ya Adobe Photoshop. Kwa hapo tumemaliza kama hivyo. Lakini kuna hii barcode pia hapa. Kwenye ile barcode ya kwanza, njia ambayo ifanya kazi ni hii ya Magic Eraser tool. Kwa hapa tukijaribu, labda imekuwa kama hivi. Imeselect lakini imeachia weupe humu ndani. Ndio shida ambayo inayokuwepo hapo. Ndio maana kuonyesha trick ambazo unaweza kuzitumia kuweza kutatua haya matatizo. Kwa cha kufanya hapo, utatumia hii njia ambayo nimekuonyesha hapa. Ya kwamba utakuja kwenye channel, then hapa hii kwenye blue utazalisha copy yake ya pili kama hivi. Utakuja hapa kwenye image, adjustment, levels hapo. Then kwenye input levels hapo utasogeza kama hivi. Then utasema okay. Kisha utakuja hapa, utaklik. Kwa ukisha click hapa imeselect eneo zima. Kuzuia hicho, unakuja kwenye select, unasema inverse. Kwa ukisha inverse, unaona kama imesha select tayari hili eneo. Kwa utarudi hapa kwenye layers, utaongeza hii layer mask. So unaweza kuona kwamba tayari imekwisha kuselect vizuri bila kuachia weupe kwenye kazi yako kama hivi. Kwa hiyo ndo namna ambayo unaweza kufanya selection kwenye picha, kwenye barcode, kama hivyo. Kwa hizo ni trick ambazo nimekufundisha ambazo unaweza kuzitumia. Na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Basi kama imekusaidia, usahau kusubscribe, kulike, lakini pia ucomment. Na pia utakapo subscribe utakuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa notification pindi nitakapo upload video zangu mpya katika channel yako.